Timu ya Iran imetua Mexico ikiwa na namba 164 kifuani mwao kwa kumbuka shambulizi la watoto ambao walikuwa wameshambuliwa katika shule ya msingi. Tijuana, Mexico. Kikosi cha taifa ya soka ya Iran, Team Mary, kimeshaingia rasmi katika jiji la Tijuana nchini Mexico usiku wa kuamkia leo kwa ajili ya maandalizi ya fainali ya kombe la dunia za msimu huu, huku kikivunja ukuta wa ukimya na kuwasha moto mzito wa kisiasa uwanjani baada ya wachezaji wote wa kuasiri wakiwa wamevalia nishati maalum za dhahabu zenye namba 168 kwenye makoti yao. Dondoo kutoka maafisa wa uwanjani wa ndege wa Tijuana zinathibitisha kuwa hatua hiyo ni thabiti na ya kishujaa iliyolenga kuwaenzi na kuwakumbuka watoto wa shule ya msingi na raia wengine 168 waliouawa kwa kusikitisha katika shambulizi la kombola lililopigwa mnamo Februari 28 mkoani Minab, kusini mwa Iran, shambulio ambalo kiintelijensia linahusishwa moja kwa moja na majeshi ya Marekani na Israeli tangu kuanza kwa dhoruba la kivita vya Mashariki ya Kati vilivyohitimiza siku 100. Uamuzi wa dharura wa shirikisho la soka la Iran kuhamishia ngome yao ya mazoezi katika Tucson, Arizona nchini Marekani na kuikimbiza Mexico umekuja kufuatia ukuta mgumu wa kisiasa ambapo serikali ya Washington imekuwa ikipiga danadana na kuwachelewesha utoaji wa viza kwa wachezaji sambamba na kuwanyima kabisa kibali baadhi ya maofisa wa msafara huo kwa madai ya kuwa na dondoo za kiungo na jeshi la kimapinduzi la IRGC. Hatua hii mpya ya uvaaji nishani mbele ya macho ya vyombo vya habari kimataifa inakuja baada ya dhoruba nyingine mwezi Machi ambapo timu hiyo ikiwa katika mechi za kujipima nguvu mjini Antalya, Uturuki, ilisimama uwanjani wakati wimbo wa taifa ukipigwa huku wachezaji wakiwa wamebeba mabegi ya shule ya rangi ya waridi na zambarau kama ishara ya kilio cha watoto hao wa kike waliopoteza maisha karibu na ngome ya kijeshi ya Iran. Wakati doria la kidiplomasia ikiwa imepamba moto, serikali ya Marekani na Iran zote na Israeli zote zimegonga ukuta kukubali kuhusika na maafa hayo ya Minab, ingawa Umoja wa Mataifa yaani UN umeshusha laana nzito, huku Wizara ya Ulinzi ya Marekani ikidai kuwa bado inafanya uchunguzi wa ndani na kusisitiza kuwa kamwe haiwezi kulenga raia msimu huu. Swala hili sasa limebaki kwa bomu linalosubiri kuluka, kwani Iran inatarajiwa kuvuka mpaka kuingia Marekani kucheza mechi yake ya kwanza ya kundi dhidi ya New Zealand mnamo Juni 15 kule Inglewood karibu na Los Angeles, kabla ya kurejea tena Tijuana na kisha kusafiri tena kuwavaa Belgium mnamo Juni 21 na kuelekea Sito kucheza na Egypt mnamo Juni 26, huku wachambuzi wa michezo wakikadiria dhoruba kubwa zaidi ikiwa Iran na Marekani zitakutana uso kwa uso katika hatua ya 32 bora hapo Julai 3 kwenye uwanja wa Dallas Cowboys huko Arlington, Texas, ikiwa timu zote zitashika nafasi ya pili kwenye makundi yao ndani ya weekend hii.